Maelfu ya Wakenya walikusanyika kwenye barabara ya Mombasa na jijini ambako msafara uliobeba mwili wa hayati Raila Odinga ulipita taratibu kabla ya hafla ya kutazama kwenye uwanja wa Kasarani jijini Nairobi. Msafara huo ukiongozwa na jeshi, jamaa na maafisa wakuu serikalini ulizua majonzi kwenye sehemu hiyo ya kilomita 30, huku Wakenya wakikusanyika kumuaga mtu ambaye walimrejelea kuwa baba. Mwanahabari wetu John Kahiro anatuarifu zaidi kuhusu safari hiyo ya majonzi. Dakika chache kabla ya saa 5 leo asubuhi, msafara wa kijeshi uliobeba mwili wa hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga uliondoka taratibu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Taratibu ukijumuisha waombolezaji, wanajeshi, viongozi wa kisiasa, familia na wafuasi. Msafara huo ulipita kwenye barabara kuu ya Mombasa ukielekea kwenye uwanja wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani na ili kutazamwa na umma. Safari ya kuelekea Kasarani ilitokana na mabadiliko ya eneo kutoka majengo ya bunge katika juhudi za kushughulikia maelfu ya watu waliotarajiwa kutoa heshima zao za mwisho. Kwenye barabara hiyo ya expressway, maelfu ya waombolezaji walikusanyika, wengi wao wakiwa na matawi, bendera na mabango kumkumbuka hayati shujaa huyo. Na kwa mara ya kwanza barabara hiyo ilifunguliwa kwa umma, huku Wakenya wakitembea, sio kwa maandamano au siasa, ila kwa majonzi na heshima kwa shujaa huyo wa ukombozi wa pili. Msafara huo baadaye uliondoka kwenye barabara ya Mombasa na kuingia kwenye barabara kuu ya Thika Superhighway. Na kwenye uwanja wa Kasarani, uwanja huo ulifurika umati mkubwa wa watu licha ya ilani ya muda mfupi ya kubadilishwa kwa eneo la shughuli hiyo, ukiwa ukumbusho wa uwezo wa Raila Odinga kukusanya umati mkubwa wa watu akiwa kinara wa ODM. Wakibeba mabango na matawi na kuimba nyimbo za huzuni, walisimama tayari kupokea mwili wa kiongozi huyo wa kisiasa aliyekuwa ishara ya demokrasia na mtu ambaye juhudi zake zilibadilisha hali ya siasa za humu nchini. Nyimbo zilitanda uwanjani humo, nyingi zikiwemo zile za mikutano ya kisiasa ya Odinga na ambazo sasa ni ukumbusho wake. Msafara huo wa umbali wa kilomita 30 uliashiria mwanzo wa heshima za mwisho za kitaifa za mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya Kenya. John Kahiro, Darubini.